Kesi ya hujumu uchumi nambari 0002172 ya mwaka 2025 inamkabili mwanaharakati Mange Kimambi imeahirishwa mpaka Januari 28 mwaka 2026 baada ya upande wa serikali kueleza mahakama kuwa upelelezi huo bado haujakamilika. Shauri hilo liliitwa leo mbele ya hakimu mkazi mwandamizi Hassan Makube, ambapo upande wa jamhuri ulieleza mahakama kuwa upelelezi bado haujakamilika, hivyo kuomba shauri hilo kupangiwa tarehe nyingine. Upande wa Mange Kimambi haukuwa na wakili wa utetezi, hivyo hakimu Makube akaagiza upande wa jamhuri kuhakikisha taratibu zote zinakamilika ili tarehe itakapofika shauri lianze kusikilizwa. Mange Kimambi anakabiliwa na mashtaka ya utakatishaji fedha kiasi cha shilingi milioni 138.5 ambapo inadaiwa kuwa kati ya Machi 1 na Machi 31, 2022 katika maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam. Mange alijipatia fedha hizo akifahamu kuwa ni zao la uhalifu. Inadaiwa pia Mange alizipata fedha hizo kwa kufanya kazi ya uandishi wa habari bila kibali pamoja na kuzidai kwa vitisho. Shitaka hilo linaangukia kifungu nambari 12 kifungu kidogo cha kwanza D na nambari 13 kifungu A cha sheria ya utakatishaji fedha sura ya 423 ya mwaka 2019 ikisomwa sambamba na sheria ya hujumu uchumi. Asubuhi ya Disemba 2, 2025, video iliyosambaa mitandaoni ikimuonyesha Mange akithibitisha kuwa amepokea taarifa kuhusu kufunguliwa kesi, akidai kuwa serikali ya Tanzania imedhamiria kumrejesha nchini. Sheria ya kurejeshwa kwa watuhumiwa kutoka nje, yani Extradition Act ya mwaka 2019, inatambua utakatishaji fedha kama moja ya makosa yanayoweza kupelekea nchi kuomba mtuhumiwa kurejeshwa. Hatua hiyo inakuja takriban mwezi mmoja baada ya mwanasheria mkuu wa serikali Hamza Johari kueleza kuwa ofisi yake inaangalia uwezekano wa kumchukulia hatua Mange kutokana na tuhuma za kuhamasisha maandamano. Akizungumza muda mfupi tu baada ya kuapishwa katika wadhifa huo jijini Dodoma, Johari alisema serikali inatumia mikataba ya ushirikiano kati ya Tanzania na Marekani kutathmini uwezekano wa kumrejesha Mange nchini. Salumu Amani, Kawabe News.